ambayo na yenyewe ilikuwa inahitaji imaliziwe. Hapo mnasemaje? Tuendelee? Na wale wamejifunika viti, tuendelee hivyo hivyo, pamoja na kuwa wamejifunika viti? Kutekeleza ule mradi. Sasa nini kipaumbele cha serikali? Kipaumbele cha serikali, tulisema tunapomaliza uchaguzi tunaenda kuanza na miradi ambayo ilikuwa imepunguza kasi ya utekelezaji, miradi ambayo kasi ya utekelezaji ilikuwa imepungua, ili wakandarasi hao waweze kuenda site. Tunayo miradi hiyo, ikiwemo miradi ya maji, miradi ya barabara, pamoja na sekta zingine. Lakini la pili, tukasema tutakwenda kutekeleza miradi ambayo wakandarasi walishapatikana, lakini walikuwa bado hawajapata malipo ya awali. Miradi ya aina hiyo ipo ya barabara, ipo ya maji, pamoja na sekta zingine. Kwenye miradi hiyo ndipo unapoangukia na mradi wenu huu wa Mafinga kwenda Mgololo. Lakini ipo pia miradi ambayo wakandarasi walishapatikana, lakini miradi hiyo ilikuwa bado haijasainiwa mikataba yake. Tumesema na miradi hiyo sasa ni wakati inatakiwa iende kukamilishwa mikataba hiyo, ili miradi hiyo iweze kuanza utekelezaji wake. Katika utekelezaji huo, nilipopita jimbo la Mfindi kusini na kaskazini, nilielekeza hatua za manunuzi zifanyike kwa barabara ya Mtwango Mgololo, na taarifa nilizopewa wako hatua za mwisho kuweza kukamilisha zoezi hilo. Lakini pia nilielekeza kwamba mkandarasi sasa atayarishwe kwa ajili ya barabara ya Mafinga kwenda Mgololo. Na hivi tunavyoongea, tunapoanza mwaka wa fedha, ujenzi wa mradi huu utakwenda kuanza kutekelezwa. Na tumesema sio kilomita moja moja. Hii barabara yote inakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Na mimi nawaambieni, mna wabunge 5 na walishanifuata kuja kuongelea jambo hili. Kwenye hili jambo la barabara ongezeni na mbunge wa 6, nitakuwa mimi mwenyewe. Lazima sasa itatekelezwa. Hii imeshaahidiwa sana, imeshasemwa sana, na kwa sababu mimi nilikuwepo pale pale kwenye chungu, najua kona zile, najua ule ukoko utatoka wapi, fedha zije na barabara hii ianze kujengwa. Nitaisimamia, nitaifuatilia, na kwa sababu inaungana kwenye ahadi za Mheshimiwa Rais na inaungana kwenye ahadi za ile miradi ambayo imekwisha kusainiwa. Lakini mbali na hivyo, hii ni barabara inayobeba uchumi wa Mafinga na Iringa na uchumi wa nchi yetu. Haipendezi barabara inayotoka kwenye uzalishaji magari yakwame kila siku kwa sababu barabara haina ubora. Kwa hiyo hii tutaenda kuisimamia, na mimi niwaambieni, wala msifuatilie, nitafuatilia mwenyewe. Ninajua kwa sababu ilishasemwa sana, kwa sababu ilishaahidiwa sana, watu wengi watakuwa wanakosa matumaini. Aliniambia na mheshimiwa mbunge
wa jimbo la Mfindi Kusini na mbunge wa jimbo la Mfindi Kaskazini, baada ya kuwa tumeshafanya mikutano kule, wakasema wananchi wana furaha sana na hii barabara, ila jambo moja tu ambalo hawana uhakika nalo ni kama itatekelezwa. Mimi niwaambieni, sisi wafugaji, ukitoa idadi ya mifugo asubuhi, unataka jioni irudi ikiwa na idadi hiyo hiyo ama imeongezeka kama kuna aliyezaliwa huko machungani. Nitaifuatilia kuhakikisha kwamba imeshaanza kutekelezwa. Hivi tunavyoongea, nimeshafuatilia mguu kwa mguu, hatua kwa hatua, na najua fedha inatoka lini. Ndio maana nawapa huu uhakika itakwenda kutekelezwa ili tuweze kuinua uchumi wa hili eneo la uzalishaji ambalo kimsingi ndilo linalobeba uchumi mkubwa wa eneo letu. Jambo la pili ni mradi wa maji. Mheshimiwa mbunge ametuelezea jambo la mradi wetu wa maji na amelisisitiza sana, lakini wakati anaongea niwaambie pia mna mkuu wa mkoa bora sana, na yeye alikuwa ananisisitiza kwamba hiki anachosema mbunge ni cha kweli. Natambua tuna mradi wa maji ambao na wenyewe umechukua muda kuweza kukamilika. Awali mradi huu ulichelewa kuanza na itambua sababu yake. Divalongele. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sababu moja, na niwaambie wana Mafinga, sababu moja iliyofanya mradi huu ukachelewa ni kwa sababu wakati tunapanga miradi, na mimi nalitambua hili kwa sababu nilikuwa sehemu ya uamuzi, na wana Mafinga mjue hivyo, wakati serikali inasaini mikataba ya miradi hii ya maji kwa ushirikiano wa serikali ya India, kwenye mkataba na fedha zilizokuwa zinapatikana ilikuwa ni miji 24: Mafinga, Kiwira, Makonde, pamoja na mradi mmoja wa kule Mara. Haikuwemo kwenye miji 20 na kwenye ile miradi ambayo mkataba ilisainiwa kwa ajili ya ushirikiano wa Tanzania na India. Haikuwa na budget. Lakini kwa tathmini ilionekana kwamba Mafinga, Kiabakari na Konde pamoja na Kiwira ni maeneo ambayo yana shida kubwa ya maji. Na mimi kwa kutambua taratibu za manunuzi, nikasema miradi hii isiposainiwa tutakuja kupata kazi ya kutafuta wakandarasi na taratibu za manunuzi na kusaini, tutachelewa. Kwa hiyo nikasema kwenye miji 28 Mafinga, Kiabakari na Konde pamoja na Kiwira na zenyewe zisainiwe iwe miji 28, fedha tutapata mbele kwa mbele. Kwa hiyo pale mwanzo mradi ulipochelewa ni kwa sababu ulichelewa kwa sababu tuliusaini kabla ya kupata fedha. Hiyo ndiyo iliyokuwa sababu kwamba wakati mingine inaanza yenyewe ikachelewa, hii ya miji 4, kwa sababu tulijali zaidi kwamba pana shida kubwa ya maji
kuliko kujali kwamba tupate fedha ndio tutafute wakandarasi.